Labda tunaweza tukaendelea kidogo hapo. Tungependa kufahamu pia labda kutokana na haya yote ambayo umeyapitia na mpaka leo kuwa mtu ambaye ni wa kutumainiwa na jamii yetu ya Wanakinondoni, labda ungetuambia ukiachilia mbali tukio la kuachishwa kazi, labda ni unajutia kwa kiasi gani kujiingiza na katika matumizi haya ya madawa ya kulevya, ukiachilia mbali swala la kuondolewa kazini, yaani ile hali na yale maisha uliyoyapitia katika matumizi haya ya dawa za kulevya, ni kitu gani sana unakijutia? Cha kwanza ninachokijutia kwamba kupoteza muda wangu, lakini pia kuathirika kwa afya yangu. Japokuwa Mungu amenilinda sikuweza kupata maambukizi ya homa ya ini wala kifua kikuu wala HIV, hilo namshukuru Mungu, lakini ninachokijutia kikubwa mno ni ile hali ya kupoteza ule mwelekeo wangu wa maisha, kwa sababu nilikuwa naishi maisha ya kawaida, nilikuwa nasaidia familia yangu na mzazi wangu, lakini hatimaye nilipoingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya nikawa nimetoka kwenye njia. Hivyo ni kitu ambacho mimi nakijutia sana mpaka leo. Okay, sawa. Kwa sasa familia yako au kwa muda huu wote ilikuwa ikiishi wapi kipindi wewe unapitia hizo harakati zote? Na labda ulituambia ulishawahi kufungwa gerezani, si ndio? Mahabusu, okay. Ushirikiano wa familia yako ulikuwaje katika haya yote uliokuwa ukiyapitia? Ninachomshukuru Mungu ni kwamba familia yangu haikuweza kunitenga kiasi hicho, kwa sababu walikuwa wanakumbuka ile thamani yangu kabla sijaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Wakati nafanya kazi nilikuwa ni msaada mkubwa sana kwenye familia yangu, kwa sababu baba yetu alishafariki muda mrefu. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi na mama yetu, na mama yetu alikuwa anafanya kazi ya kawaida tu hapa DDC Kariakoo pale. Alikuwa ni personal secretary wa manager pale DDC, na hata kipato chake kilikuwa kikizi ukubwa wa familia ambayo yeye anaiangalia. Kwa hiyo na mimi nilipopata kazi, kwa hiyo ilikuwa ni mchango mkubwa sana kusaidia ndugu zangu ambao wengine walikuwa wanasoma, kuna wengine walipata watoto wakiwa pale nyumbani, hasa dada yangu ambaye mimi namfuata alipata watoto mapacha akiwa pale nyumbani. Kwa hiyo kuna msaada mkubwa sana ambao nilikuwa nautoa. Kwa hiyo zile changamoto ambazo nilikuwa nazipitia, wao walikuwa hawaniachi mbali sana. Hata kama nikipata matatizo ya polisi na nini, watakuja watanishughulikia, watanidhamini na vitu kama hivyo. Hata nilipokuwa mahabusu walikuwa wanakuja wananiona, na wao pia ndio walikuja kunidhamini katika mahakama ya Kisutu pale. Kwa hiyo walikuwa wananisupport kwa namna nyingine moja au nyingine. Nashukuru sana. Okay, sawa. Na je, labda baada ya kuwa sasa umeachana na huo urahibu wa dawa za kulevya, labda unaweza kutuambia ilikuwa ni rahisi kwako kwa kiasi gani kuweza kuondokana na hiyo changamoto uliyokuwa nayo, kwa sababu tunaona athari yake katika jamii. Yaani wewe uliweza kufanikiwa vipi kujinasua kutokana na hiyo hali? Asante ndugu mtangazaji. Mimi cha kwanza kilichonifanya niweze kufanya maamuzi ya kuacha, cha kwanza nilikuwa nafikiwa na watu wa huduma kama nilivyozungumza awali, ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye taasisi ya CHRP, Center for Human Rights Program Promotion, ambao walikuwa wanakuja wananipa elimu, wananishawishi, wananishauri, wananihamasisha ili niweze kuachana na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini haikuwa rahisi hivyo mimi kukubali mapema, kwa sababu mwili wangu bado una ule uhitaji. Bali siku moja nilikaa mimi mwenyewe nikawaza, na siku hiyo kwa kweli machozi yalinitoka. Nikawaza kwamba mimi ambali maisha yangu yatakuwa hivi mpaka lini? Yaani mpaka lini mimi nitakuwa naishi makaburini? Mpaka lini mimi mvua ya kwangu? Mpaka lini mimi yani navaa nguo hata miezi miwili, miezi mitatu? Kuoga kwangu mimi ni shida. Maisha gani haya? Nikasema hapana. Hivi dawa za kulevya mimi nimezitumia kwa muda gani? Nikapiga hesabu kuanzia 96 mpaka 2011 hivi. Sasa ni muda mrefu sana. Lakini hivi ni faida gani ambazo mimi nimezipata kwenye haya matumizi ya dawa za kulevya? Faida gani mimi nazipata? Mbona hela napata, lakini hela ninazopata naenda kutumia tu dawa za kulevya, tunakuwa dalili yani, na hakuna faida ambayo naipata zaidi ya kwamba nazofika, nadhalilika, nadharaulika, natengwa, yani napata yani madhila mengi sana kama binadamu wa kawaida. Kaona hapana. Hivi kwani nikiamua mimi mwenyewe tu niache, nini ambacho mimi nitafanikiwa au nitaathirika na kitu gani? Nikaona kwamba hakuna ambacho mimi ninaweza kaathirika zaidi ya kutengeneza maisha yangu mengine mapya baada ya kuacha matumizi ya dawa. Kwa hiyo tangu siku hiyo ndo nikasema kwamba mimi mpaka sasa sioni sababu ya kuendelea kutumia dawa za kulevya. Niko tayari niache kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wale wamekuja kunipa elimu, wameshanipa ushauri, wameniambia methadone itakuwa vipi, itanisaidia vipi na inaweza nikakaa katika hali ya kawaida. Ndio siku ambayo mimi nilikata shauri
na nikaenda mimi mwenyewe asubuhi kwenye kituo kwa ajili ya kujiandikisha ili niweze kujiunga na huo mpango wa Methadone, niweze kubadilisha maisha yangu na kurudi katika maisha yangu mengine. Sawa, umesema ulikuwa ukiishi makaburini. Na je, labda na pia umesema ulikuwa ukiendesha mapato, ulikuwa ukipata pesa lakini pesa zinaishia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Labda utuambie ulikuwa ukifanya shughuli gani ambayo ilikuwa ikikuingizia kipato kwa wakati huo? Kwa kweli nilikuwa nafanya shughuli ambayo sio rasmi. Kwa sababu nilikuwa nikiamka asubuhi nabeba kiroba kama tunavyoona sasa hivi waraibu wengine. Nabeba kiroba changu. Kipindi kile kulikuwa kuna biashara sana hii chuma cha kavu. Kwa hiyo nikiamka asubuhi napita kwenye magereji kabla taja ifunguliwa, kwa sababu wengine wanakuwa wamesahau vyuma, maspana na nini. Basi mimi naokoteza vile vyuma vya kavu mpaka nafika Kariakoo gerezani kwa mguu kutoka Kinondoni. Na sio kama naenda straight na barabara, hapana, naingia mitaani nazunguka, yani mpaka nafika gerezani kwa mguu na mzigo wangu kichwani. Kwa hiyo nikishamaliza kuuza ile asubuhi nakuja kituo cha Msimbazi kwa nyuma pale, napanda daladala. Kipindi kile kulikuwa kuna zile ice. Napanda daladala nakuja zangu Mwananyamala. Nashuka studio hapo na nakuja Manyanya pale nanunua. Kipindi hicho kulikuwa kuna wauzaji wengi sana na kulikuwa kuna watumiaji wengi sana. Toka kwenye kituo cha basi unakuta vijana wanatengeneza hapo Manyanya. Kwa hiyo mimi nikishachukua pale dawa zangu za kulevya nashuka na kwenda makaburini pale. Nakwenda makaburini, tengeneza dawa yangu, navuta, nikishamaliza kuvuta sikai tena. Hapo sikai. Na pengine labda asubuhi nimepata labda 30, 25, lakini yote nanunua dawa za kulevya. Sikumbuki nini chai. Sikumbuki nini chakula chochote cha kutia afya katika mwili wangu. Sikumbuki. Ninachokumbuka ni sigara, dawa za kulevya, bangi, nichanganye nivute. Nikinyanyuka hapo naanza safari nyingine ya pili. Hapo naenda kutafuta hela za kuja kuvuta jioni. Naenda kutafuta tena hela kuvuta jioni. Kwa hiyo mchana nitazunguka, nitafika sehemu nimechoka, nitapumzika. Nitanyanyuka, nitazunguka mpaka nafika gerezani. Nikifika gerezani nauza scraper zangu. Nikishamaliza kuuza scraper zangu nachukua hela yangu, basi studio. Sifiki tena Mwananyamala nyumbani. Niko sifiki tena nyumbani. Naishia huko. Okay, sawa. Na kama ulikuwa ukipata shilingi 30,000, maana yake ilikuwa ni miaka ipi? Miaka ya miaka gani? Kwa maana hiyo bado ulikuwa ukipata hela nzuri tu kidogo. Hicho 30, 25 ni hela. Ilikuwa ni hela nzuri. Hiyo 97, 98, 99 mpaka 2000. Sawa, katika changamoto hizo labda tunafahamu makaburini sio sehemu salama. Labda ulikutana na changamoto gani makaburini? Pia tunasikia mengi sana makaburini kupo hivi, makaburini kupo vile. Huo ujasiri tuseme ulichagizwa tu na matumizi yako ya dawa za kulevya? Na je, labda sasa changamoto gani zilikupata maisha yako kipindi unaendesha kupitia harakati zako ulizokuwa ukizifanya ambazo kimsingi ni za kusikitisha sana? Kwa kweli changamoto nyingi sana ambazo nimekutana nazo katika maisha yale. Kwa sababu ujasiri wa kulala makaburini ni ile kukosa sehemu ya kuishi. Na pale ni sehemu ambayo ilikuwa inatumika na watumiaji wa dawa za kulevya wengi. Kwa hiyo mimi kwa sababu tayari na mimi nishakuwa ni mwanajamii ya watumiaji, lazima niishi na jamii ya watu ambao wanatumia kama wanajamii wenzangu. Sio, unanielewa vizuri. Lakini changamoto ambazo zilikuwa zinanikuta vile vile, cha kwanza usiku unapigwa sana na baridi. Baridi inakuwa kali na kipindi kile sasa wakati mwingine msimu ya mvua. Na kusema kwenye makaburi hakuna sehemu labda imeezekwa mabati wala nini. Mvua ikija unajua unaloa. Unyanyuke pale ulipolala uende ukatafute kibaraza cha fremu ya duka au nini, ukae ujikumbatie mpaka asubuhi kunakucha, ama usimame tu mpaka asubuhi kunakucha uende kwenye shughuli zako. Kwa hiyo ni changamoto nyingi sana ambazo zimenikuta, na kwa sababu ya jamii yetu jinsi ilivyo, kuna baadhi yetu wengine ambao usiku walikuwa wanakwenda kufanya uhalifu kwenye majumba ya watu. Kwa hiyo kuna vijana fulani hivi ambaye mmoja sasa hivi ni marehemu, yule mwingine sijui sasa hivi yuko wapi na ana maisha gani. Tulikuwa tunaishi nao pale. Kwa hiyo wao usiku walikuwa wanatoka wanakwenda, kuna maeneo fulani yanaitwa Block 41. Block 41 ni studio, ni eneo. Yaani kama vile tunasema hata sijui. Kwa sababu nasikia kwamba kuna studio miaka ya nyuma ilikuwa inaitwa Block 41. Ndio kule kwa kina huyo Karapina. Kwa kina Karapina. Yeah, ndio. Lakini ile eneo lote ni studio maarufu sana. Okay. Yeah. Kwa hiyo wakawa wanakwenda kule wanaruka kwenye kuta za nyumba za watu, wanaiba mule vitu. Kwa hiyo wakawa wanaonekana mara nyingi kwenye yale maeneo. Wakaanza kuwafuatilia.
Kuwafuatilia wakagundua kwamba wale wanaishi wapi? Hapo makaburini Manyani. Siku hiyo usiku, kama Mungu tu, nashukuru Mungu alikuwa ananilinda sana, ndio maana sijapata maambukizi ya maradhi na vitu vingine. Siku hiyo mimi nimeshavuta dawa zangu, nimekuja kuegemea. Kuna mbuyu hapo Manyanya, kwa wale ambao wanafahamu Manyanya, kuna mbuyu mkubwa sana hapo kwenye hiyo garage. Na wakati huo ile fence ya makaburi ilikuwa bado haijajengwa, ilikuwa yapo wazi. Sasa nimeshamaliza kuvuta dawa zangu usiku, nikawa nimeenda nimeegemea kwenye ule mbuyu, nimechukua kiroba changu nimejifunika, subiri kukuche niende kwenye shughuli zangu za kutafuta riziki. Usiku kwenye kama saa nane za usiku ilikuja ice. Na mule ndani kwenye ice kuna vijana ambao wameshachanganyikiwa, sio wamevuta bangi, sio wamekunywa pombe, sio, yani hata sielewi. Wakavamia pale, wameshika marungu, wameshika mapanga, wameshika mabakola, wameshika mikiata, yani kila mtu ana silaha yake. Sasa wale wakati wanawafuatilia waliokuwa wanaona mara kwa mara kule kwenye ile mitaa yao, wakawa wamewakalili zile sura zao, ndicho kilichonisaidia. Basi walikuja mpaka pale, wakanifunua kile kiroba, nikamulikwa na tochi. Sasa kati nimetoka kusingizini, naangalia ile tochi, nisikia kibao, nilipigwa kibao kimoja kitakatifu sana. Nikanyanyuka sana, mbona kama niliponyanyuka nikapigwa mtama, nikaanguka chini. Jamaa anamulika, bwana huyu sio wengine wako kule, wanaelekeza wako kule ndani kwenye makaburi, ndio naacha sasa pale. Sijapigwa na panga wala nizaje kibao na ule mtama wala kaingia kule makaburini sana wanawavamia. Nikaona hapa tena sikai. Nikanyanyuka, kuna mtu mmoja anaitwa American Chips. Alikuwa anauza chips pale maeneo ya mtaa Togo. Nikanyanyuka moja kwa moja nikaenda mpaka pale American Chips. Na kuna jamaa mmoja alikuwa anauza oils usiku, mafuta yake anauza usiku, anauzia watu magari usiku. Basi nikakaa kwenye bench pale. Wananijua, wakawa wamenipa jina, wananiita Jesus. Unajua maana Jesus? Jesus ni Yesu kwa sababu ya ule muonekano wangu. Nilikuwa na ndevu nyingi, nilikuwa na nywele nyingi ambazo zinajisokota tu rasta bila kuzitengeneza. Wakawa wananiita, ukifika tu Kinondoni studio kwa bwana namtafuta kuna mtu mmoja anaitwa Jesus, haraka sana utaletwa hapa. Kwa sababu wanajua kwamba mimi sasa hivi niko hapa nafanya. Jesus ikawa jina langu maarufu sana hiyo Kinondoni yote. Jesus, Yesu hivyo. Kutokana na ule muonekano wangu Yesu. Basi wakati nimekaa pale kule sasa makaburini, unasikia hivyo vilio vinavolia huko. Yaani watu wanapigwa, watu wamepigwa. Nikasema mimi kuanzia leo sirudi tena kulala. Tangu siku hiyo sikutaka kulala tena. Nikawa nalala hapa mtaa Togo. Kuna mzee mmoja alikuwa na workshop yake ya carpenter. Kwa hiyo usiku mimi najiegesha pale, asubuhi ukicha naenda kwenye shughuli zangu. Sikurudi tena kulala kule. Mpaka kaanza kujenga fence, mpaka sasa hivi kuna fence nzuri pale makaburini na hamna watu ambao wanaishi. Na sasa hivi kuna garage pale, kuna car wash na vitu vingine. Kwa hiyo tumemaliza Ya, mimi nafikiri sijui labda kama kuna maswali ya kuniuliza ndugu mwandishi wa habari, tunaweza tukaendelea kuzungumza. Sawa. Na labda hapo nilikuwa nataka niulize kitu kimoja. Katika wale ambao walikamatwa Morogoro kutokana na lile tukio la Morogoro, tungependa kufahamu labda wapo, ijapokuwa hutawataja, wapo labda wanaendelea na haya matukio au la, au inakuwa vipi, au labda walifariki au hali ikoje mpaka sasa? Asante ndugu mtangazaji. Kwa kusema ukweli, kama nilivyosema awali, baada ya kutoka mahakamani wakarudishwa Central Police pale na Wanchi Robali, na wakapewa onyo kwamba hawatakiwi kuonekana mkoa wa Dar es Salaam. Na huyu kiongozi wa msafara ni tangu nilivyosema mwanzo, yeye alihamia Morogoro. Sasa sijui hao wengine kwenye maisha yao ambao wanaishi baada ya kuachana kipindi hicho, maana sijawahi kuonana nao tena. Kwa hiyo sijui kama ni wazima, kama wamekufa au wanaendelea na matukio au wameacha, siwezi kuelewa kwa sababu ni muda mrefu ambao mimi nimeachana nao. Mfuatiliaji wetu wa kipindi chetu hiki cha simulizi, tuna imani umejifunza mengi, umesikiliza hii simulizi mwanzo mpaka mwisho na umeipenda. So tunakaribisha comment hapo chini kama tutamhitaji tena ndugu yetu huyu tuweze kukutana naye, tuweze kupiga naye story tena atufahamishe mengi zaidi. Mnaweza mkaendelea kutoa maoni yenu hapo chini, na kikubwa tunaomba support yenu, msubscribe channel yetu na muendelee kufuatilia vipindi vinavyofuata. Tunakushukuru Bwana Ambari. Asante ndugu mtangazaji, karibu sana. Naomba uage watazamaji. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
kwenye video hii ambayo ina mafundisho, na tuweze kuhakikisha kwamba tunajitenga mbali na matumizi ya dawa za kulevya. Kama alivyosema mwandishi wa habari, tunaombeni support yenu kwa ajili ya kusubscribe